Unaweza ukashangaa barabara zina vumbi sana, na hata ukiangalia wakati wa jioni foleni inakuwa ni nyingi kiasi kwamba wananchi wanapata adha, hata wafanyabiashara pembeni, saa nyingine ajali ndogo ndogo zinatokea. Kwa hiyo tungeomba wapanue barabara hii kutoka hapa zilipoishia Sita mpaka kufika labda hata Chalinze au hata Mlandizi kidogo, angalau tuonekane mandhari ya manispaa ipoje. Sasa manispaa inatakiwa iwe na barabara za mitaa ambazo zinaonekana kweli ni manispaa. Kwa kweli mitaa yetu ni ovyo. Barabara ya zamani ile kwa Matiasi ile, maana ile inatuumiza sana. Alivyoichonga vile, yani ndio jamaa amepata chance ya kupita kila wakati, haina weekend, haina nini, mwendo wa vumbi tu, watu tunateseka, kuna watu wana watoto, kuna familia, kuna watu wanakaa. Hicho tu nilikuwa naomba tusaidiwe kwa kweli. Taratibu zinakuaje ili kuipata bima ya afya kwa wote, kwa sababu hapa umri wetu sisi tushakuwa watu wazima. Kwa hiyo kushambuliwa na magonjwa ni muda wowote, na ili tuwe urahisi wa kupata bima kwa muda unaotakiwa. Tumeona tunakwenda vizuri, mengine tuongeze kasi, lakini tumeweza kushirikishana na wenzetu kama wanasema wa bima afya. Tumeshauriana jinsi gani ya kuweza kuhakikisha tunapata tija kwenye eneo hilo. Kwa hiyo tutaendelea kufuatilia na kupata taarifa za utekelezaji kwa kila eneo, kila halmashauri, kila wilaya na kila taasisi ya serikali, ili tuhakikishe matokeo yetu wakati muda umekamilika, basi tunapata tija ambayo inakidhi na inaleta faraja na inaacha furaha katika mioyo ya Watanzania. Kwa tumejipanga pale tu Mheshimiwa Rais atakapotangaza kwamba sasa tunaanza kupokea bima ya afya kwa wote, sisi tayari katika manispaa yetu tumejipanga. Kwa hiyo kila kitu kiko sawa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ametuelekeza vizuri, na sisi kama wasaidizi wake tunakwenda kufanya kazi vizuri, na ili kusudi kuhakikisha kwamba haya maendeleo yanapatikana ndani